Yani kimsingi kile kiinua mgongo kilikuwa ni kwa ajili ya kupoza yale machungu. Yani kama mtu umechumia juani basi ulie kivulini. Hatu expect tena watu watolee jicho kwenye kile kiinua mgongo. Ile hela ilipaswa iwe tu ya huyu mzee ametulia na nini. Na kama akifanya hiyo mipango yake vizuri akawekeza kwenye maeneo mbalimbali hela zikawa zinaingia, maana ile ya kiinua mgongo itakuwa ni ya kwake tu ya kula. Lakini bahati mbaya sana kwa jamii zetu hizi hasa vijana wakati mwingine wanaitolea macho ile hela ya pensheni na ile hela ya kiinua mgongo, wanataka na wenyewe wagawane na mzee wake pale pale. Sasa hii ni mbaya, ndio maana nikasema mtu tu unapoingia kwenye ajira lazima uanze kufanya maandalizi, na hata pale unapopata watoto ukiwa bado uko kwenye kazi kwenye ajira kabla hujastaafu, lazima uwajengee uwezo, waelewe kabisa kwamba mali walizilizoko mikononi mwako sio za kwao. Wao wanatakiwa watafute mali zao wenyewe. Kwenye familia nyingi za Kiafrika watu wanakuwa wanabweteka kwa sababu baba ana nini, ana kazi, mama ana kazi, kwa hiyo hawataki kujishughulisha. Kwa hiyo lazima waelewe hivyo, wajengee uwezo na waeleze kabisa ukweli kwamba hizi mali bwana wewe haugusi hata shilingi 100. Unaona, haugusi hata shilingi 100 hapa. Kwa hiyo watoto kama ni kusoma basi wasome kwa bidii. Ni kama ni kuwajengea uwezo kwenye maeneo ya kibiashara basi wajengee uwezo kwenye maeneo ya kibiashara, ili hata kama wewe utakapokuwa hauna nguvu wao wanaweza kufanya biashara na wakazalisha hela wakajihudumia wenyewe. Na wale ndugu baki nao ukawaeleza ukweli huu kwamba mimi nitawasaidia tu pale ambapo nina uwezo, lakini pale ambapo sina uwezo na mimi nina majukumu yangu ambayo natakiwa nifanye nini, niyafanye. Kwenye jamii zetu wajaribu kuelewa hilo, kwa sababu matatizo mengi yanatokea na wazee wengi mpaka wakati mwingine wanakumbana na malazi kwa sababu ya masumbufu kama hayo, kwa sababu ya msongo kama huo. Unakuta huyu anakuja hivi, huyu anataka huyu, anakuwa hana ule utulivu wa moyo.